Popote nilipo nasimama, tunazungumza kwa sababu tunazungumza sana, mambo mengi sana ya kuzungumza. Kuna wakati huwa ninajiuliza kuwa ningekuwa sijui kuzungumza, sijui ningefanya kazi gani? Kubeba mizigo siwezi, kuchimba mitaro siwezi, sijui ningekuwa nafanya kazi gani, lakini nashukuru mnaniheshimisha sana. Namba zenu hazidanganyi, namba zenu zimekuwa kubwa sana katika kila sehemu ambapo Rahby ataonekana, basi namba zenu ni kubwa sana, na ndio mnanifanya sana niumize kichwa kila mara nitazungumza na nini nyie. Kuna wakati mnanipa maswali magumu kila siku mnapotaka mnisikie kuja kuzungumza. Nazungumza nini? Japokuwa nazungumza nahisi kuwa nitarudia yale yale ninayoyazungumza, lakini bado mmebaki na mimi. Nawapenda sana. Nilikuwa nikipitia vyombo vya habari kadhaa mbalimbali, yani duniani. Unajua, kupitia habari ni sehemu ya maisha yangu. Asubuhi, mchana, saa ngapi napitia habari, alafu nakuja kushare na wewe, tunazungumza mawili matatu. Na baadhi ya wadau waliniambia kuwa ukikaa kwenye gari sauti inakuwa imepoa, yani haitoki, hamna kelele, hakuna vyovyote. Ndio maana mpaka leo hatujaenda hata kwenye studio, licha ya kuwa zaidi ya 85% tulikuwa tumeshakamilisha vifaa, kila kitu tumekamilisha, lakini bado napenda kuzungumzia hapa kwa sababu huenda nikizungumzia hapa naona namba inakuwa kubwa zaidi ya wafuatiliaji kuliko hata nikienda kwenye studio zingine ambazo nimekuwa nikifanya. Naona namba zinavyoongea hapo. Nikiwa hapa watu wengi wanataka kunisikiliza nazungumza nini. Sielewi, mimi mwenyewe sielewi ni kitu gani. Lakini just tunazungumza na tuendelee kuyazungumza kwa sababu ya kuzungumzwa yapo. Kuna mtandao mmoja wa Kiyahudi unaitwa JBN, Jews Breaking News, ambao upo Telegram, lakini pia upo kwenye mitandao mingine. Nadhani kwenye Instagram zaidi mimi nimekuwa nikiufuatilia kupitia Telegram. JBN, Jews Breaking News. Juzi kuna andiko moja waliliandika. Andiko hilo lilikuwa likimshutumu makamu wa rais wa Marekani JD Vance, likisema kuwa watu wa Vance kule Marekani, yani chawa wa Vance waliopo Marekani, wanaratibu shughuli nzima ya kuhakikisha kuwa ziara ijayo ya Netanyahu ndani ya Marekani haitomkutanisha na Donald Trump. Umeelewa? Niliwaambia last week kuwa kulikuwa kuna safari ya Netanyahu anataka kwenda Marekani kwenye msiba wa Lindsey Graham ambapo uliahirishwa. Kwa hiyo baadaye utapotangazwa, vyovyote vile Lindsey anabaki kuwa alikuwa rafiki wa Israeli au alikuwa rafiki wa Uzayuni au alikuwa ni Mzayuni pia. Netanyahu atakwenda kushiriki. Sasa kumekuwa na uratibu ambao ukitaka mkutano kati ya Donald Trump na Netanyahu, hasa watu wa waziri mkuu wamekuwa wakijaribu kuomba. Unajua, wiki jana nilikuambia taarifa moja niliyokusomea kwenye vyombo vya habari vya Israeli kuwa ilikuwa imeandika kuwa waziri mkuu akienda Marekani atakutana na nani? Na Trump. Kauli ambayo ilikanushwa na White House. Baadaye wakasema kuwa hakuna mkutano wowote uliopangwa kati ya Donald Trump na waziri mkuu Netanyahu. Sasa timu ya Netanyahu imekuwa ikitafuta nafasi ya kuwasiliana na timu ya Donald Trump angalau waweze kufanya mkutano wa pamoja kati ya waziri mkuu na Trump. Na hili ndio linaloleta maswali. Sasa Jews Breaking News wanasema kuwa timu ya bwana JD Vance inafanya juu chini kuhakikisha kuwa Trump hatokutana na waziri mkuu Netanyahu. Ugomvi wa wazi sasa unadhihirika kati ya timu ya JD Vance ambaye unaweza kusema ni katika watu wanaopewa nafasi za juu sana kuja kumrithi Donald Trump. Na Trump amewahi kuwazungumza Marco Rubio au JD Vance, waziri wa mambo ya nje au makamu wake wa rais. Vance ana miaka 40, tuna 2 sio 43, ni kijana mdogo tu yani. Kwa hiyo future yake ya kisiasa ni kubwa huko mbele, lakini tayari uadui wake na Wazayuni umekuwa uko wazi kwa sababu yeye pia ni mmoja watu waliopinga vita. Lakini baada ya Donald Trump kuonyesha ishara kuwa anataka azungumze na Iran, yeye akakaa tena kiti cha mbele kuwa yeye ndio anataka asuluhishe hili swala, yani mazungumzo yawepo. Na ndio maana katika mkutano wa kwanza kabisa kati ya Iran na Marekani, yeye ndio alikwenda Pakistan kwenye mazungumzo. Na wa Iran walisema wanaweza wakazungumza na Vance, hawawezi kuzungumza na Jared pamoja na Witkoff.
wakasema wale ni wazayuni sana. Juzi nilikuwa nikizungumza kuhusu kile ambacho kilionekana kama uwezekano wa Trump kuuawa kutokea kwenye link ya Irani ambayo ilikuja mpaka link ya Israeli. Nadhani niliwaelezea kuwa ni vigumu sana kutokea hivyo. Kama makamu wa rais wa Marekani angekuwa ni Marco Rubio au makamu wa rais wa Marekani angekuwa ni waziri wa vita Peter Hegseth, basi ishara ingekuwa kubwa sana Trump kuwa anaweza kaondoka wakati wowote, kwa sababu unafahamu kabisa ukimtoa huyu unaweka mtu mwingine ambaye anaweza akakusikiliza akafanya anavyotaka. Lakini kumtoa Trump, usitarajie JD Vance atafanya kile Trump anakifanya, hatofanya. Lakini kama nyuma ya Trump kungekuwa na Peter Hegseth au nyuma ya Trump kungekuwepo na Marco Rubio, basi Waisraeli wange switch button na hilo lingeweza kutokea kwa sababu wangepata support kubwa sana. Sasa hili la Vance kuzuia mkutano linakwenda sambamba na kile ambacho maybe kimeandikwa sana na vyombo vya habari. Nilikuwa nikisoma Hayom ya Israeli, kuna makala moja walikuwa wameizungumza kuwa haijalishi, kuna uwazi mkubwa sana kati ya gap la Marekani na Israeli hivi sasa, yani liko kwa wazi sana. Yani liko wazi, anasema, kati ya Israeli na hii uwazi umeongezwa kuwa baada ya taarifa niliyokuambia jana nilikupasha taarifa moja kuhusu makubaliano mapya ya Saudi Arabia na Marekani kuhusu nyuklia. Saudia sio kwamba hii proposal waliipeleka jana au wiki kwa Marekani kuwa wanataka waboreshe uwezo wao wa nyuklia. No, iko siku nyingi. Lakini katika vitu ambavyo vilikuwa vimezuiliwa na turufu ya Israel kwa kiwango kikubwa, hiki kilikuwa ni kimoja wapo. Lakini swala jingine lilikuwa ni kwa Saudi Arabia kuuziwa ndege za F-35S. Lakini swala jingine lilikuwa ni kumpa Uturuki ndege. Hivi ni vitu ambavyo Israel alikuwa amevishikilia, na kwa ushawishi wa wanasiasa wa ndani wa Marekani wanaomuunga mkono Israeli, ilikuwa nafasi kubwa sana haiwezekani kutokea. Sasa kitendo cha Marekani kufanya baadhi ya mambo bila kushauriana. Unajua, ukiangalia ukisikiliza taarifa zinazoendelea ndani ya Marekani, wanasema kuwa huenda Marekani wamemkasirikia Netanyahu tangu walivyoenda kukwama kwenye vita ya Iran. Yani baada ya Marekani kuona kuwa hii vita ya Iran tumeenda kukwama sehemu ambayo hatukutarajia, chuki ndio ilirudi nyuma kwa Netanyahu. Nani katufikisha hapa? Nani katusababisha tuwe hapa? Nani katuleta hapa? Kwa hiyo wengi, lawama nyingi zikawa zinaenda kwa Netanyahu katika kile ambacho kilitajwa kama ulikuwa ni ushauri mbovu, kwa sababu maoni ya nani tunaenda kwenye vita yalitoka kwenye serikali ya Israel kupitia Shin Bet, kupitia Mossad, kupitia mashirika mbalimbali ya kijasusi ya Israeli, Amani na mengine ambayo yalikuwa yamepewa hiyo kazi kwa ajili ya kufanya uchunguzi kuwa hivi sasa tunapaswa tuingie kwenye vita na Irani, na wao wakatoa green light, wakasema kuwa yes, this is the time, tunapaswa kuingia kwenye vita na Irani. Sasa baada ya Marekani kwenda kukwama mbele, ni kama hasira kubwa Marekani wameipeleka kwa Israeli, hasa kwa waziri mkuu. Ndio maana unaona kuwa kutoka kwa Netanyahu ambaye alikuwa anakwenda White House, Trump anamsogezea hadi kiti, kaa bwana mkubwa. Yani mpaka hivi sasa kuwa hajibu simu zake, kuwa unafikiria, manake hili swala tuliliona wakati wa Joe Biden. Mnakumbuka mkutano wa UNGA 78? Kama mnaokumbuka mkutano wa UNGA 78 wa Umoja wa Mataifa uliofanyika kule New York, Joe Biden alikwenda kwenye mkutano, waziri mkuu wa Israeli alikuwepo kwenye mkutano. Nadhani ni huo mkutano ndio ambao waziri mkuu alitoa ramani mpya ya Mashariki ya Kati, akaichora akasema kuwa hii ndio ramani mpya ya Mashariki ya Kati. Wakati wa hotuba yake viongozi wengi walitoka nje kupinga kile ambacho kilikuwa kinaelezwa, kwa sababu katika ile ramani ya Mashariki ya Kati alikuwa kaifuta kabisa Palestina, lakini akajaribu kuyaunga maeneo mengine ya nchi za Kiarabu pamoja na Israeli, ikiwemo maeneo ya Jordan, baadhi ya maeneo ya Misri na maeneo mengine yakataja kama ni Israeli yale maeneo. Kwa hiyo ilikuwa ni kwenye ile Greater Israel. Mnakumbuka huo mkutano? Bwana Biden alifika kwenye mkutano akahutubia. Bwana Zelensky alikuwepo wakati vita ya Urusi na Ukraine ndio imeanza kukolea. Wakati anatoka pale, Joe Biden alimwalika Zelensky White House. Joe bwana mdogo White House, hakumwalika waziri mkuu. Ilikuwa ni nadra kutokana na historia ya hizi nchi kuwa ni nchi ambazo tuna uhusiano wa karibu, yani ni nchi ambazo zinapendana, ni nchi ambazo
zimekuwa ziko karibu sana kwenye vitu hivyo, lakini kitendo cha kutomwalika waziri mkuu kilizua maswali mengi, kuwa ni ule ugomvi ambao ulikuwa uko wazi kati yao. Na ndio maana niliwahi kuambia hata wakati ule kuwa hujuma kubwa ya kuanguka kwa Demokrati ni hujuma ambayo pia ilifanywa na Israel pamoja na Saudi Arabia kuhakikisha kuwa wanaweza wakaiangusha Demokrati kwa njia zozote, na hilo lilitokea. Sasa hiyo tuliona wakati huo, lakini mara hii tumeona kuwa Netanyahu anaomba na kuomba na kuomba mikutano, lakini kama bwana Trump ana hasira naye. Kitendo cha Trump kufanya makubaliano na Uturuki kuwa tutawauzia ndege walizokuwa wanazitaka kilikuwa ni kitendo ambacho hakiko kwenye makubaliano na Israel, na Israel wakazidi kushangaa, urafiki wetu ukoje? Lakini jambo la pili la kuwapelekea Saudia kuwa tutatengeneza nyuklia kwenu na biashara na Saudi Arabia ya kuongeza silaha na kila kitu, ni kitendo kingine ambacho kinaonyesha kuwa kuna kitu hakiko sawa kati ya Israeli na Marekani. Kuna kitu hakipo sawa kati ya waziri mkuu na rais. Inawezekana nikizungumza kwa lugha hiyo inaweza ikaelewana. Kwa hiyo Vance ndio tunda ambalo sasa hivi linalengwa zaidi na Wazayuni, kuwa kwa kampeni yoyote, kwa njia yoyote ndani ya Republican, mtu ambaye anatakiwa asipe. Unajua, ukiwachukua Republican na Democrat utaona kuwa Republican ndio walikuwa wanapewa nafasi zaidi na Israel. Au unaweza kusema kuwa kauli ya Fidel Castro aliwahi kusema vyama vyote vya Marekani ni vya Wazayuni, yani Democrat ni Wazayuni, Republican ni Wazayuni. Alichosema kuwa tofauti ya mzayuni huyu na huyu ni mzayuni wa mrengo wa kati na mzayuni wa mrengo wa kulia. Yani kuwa Republican ni wazayuni wa mrengo wa kulia, lakini Democrat ni wazayuni wa mrengo wa kati, ambao wanataka kujaribu kuibalance hadithi ya huku na huku. Ndio maana unaweza ukaona wakati mdemokrat yuko madarakani, Bill Clinton, ndio yalifanyika yale makubaliano ya Oslo. Sijui alivyokuja mrepublican Donald Trump akaipa Israel Jerusalem, akaipa Golan. Unaweza ukahisi tu tofauti, lakini wote ni wazayuni kwa kauli ya Fidel Castro aliyewahi kuwa rais wa Cuba. So hili ni moja ya kitu ambacho nilitaka kuzungumza nawe. Nitagusia kidogo sana kuhusu taarifa iliyoandikwa na Reuters. Hii sana itakwenda kwenye uchambuzi wa kwenye magroup. Nitaizungumza kwa kina hili swala kwa sababu nilishawahi kulieleza huko kipindi cha nyuma, lakini nitalikumbusha. Taarifa hii inasema hivi: Iran strikes on CIA facility prompt question about possible Russia role. Nilishakataa siku nyingi. Hii taarifa jinsi ilivyoandikwa inasema hivi: mashambulizi ya usahihi ya Irani kwenda kupiga kwenye vituo vya CIA vingine ni vya siri vilivyopo Mashariki ya Kati, inatajwa kuwa huenda kuna mkono wa Urusi ambao Urusi kasaidia yani ujasusi kwa Irani, kuipa ujasusi ili Irani uweze kufanya mashambulizi kwa usahihi kwenye vituo vya Marekani vilivyopo. Niliwahi kulizungumza hili picha nyuma, nikakwambia kuwa ni tabia ya kudogosha vitu. Unataka ushushe, yani sitaki kukupa sifa yako tu kuwa japo kuwa wewe umeweza. Labda nikukumbushe kuwa wakati Israel na Marekani wanaanzisha hii vita, vikosi vya Urusi na Uchina vilikuwa chini ya kilomita 100 kutoka kwenye pwani ya Ghuba ya Uajemi, kwa sababu kulikuwa kuna luteka wanafanya pale. Walifanya mazoezi ya kijeshi kati ya Urusi, China na Irani kwa pamoja. Wakati wanafanya yale mazoezi, vikosi vya Marekani tu vilikuwepo pale pembeni vinawasubiri. Lakini baada ya vikosi vya Urusi kuondoka na Uchina, Marekani na Israel wakaanzisha vita kubwa iliyomuua Khamenei pale pale. Sio Urusi, sio China aliyegeuza meli kurudi kuja kuokoa jahazi. Sasa leo wanazungumza kuwa kwa nini mashambulizi yanapiga kiusahihi. Mfano, kuna taarifa moja nilisoma ilikuwa iliandikwa na Al Arabia. Nadhani Al Arabia walikuwa wameandika. Inasema hivi: kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani IRGC kimedai kwamba idara ya ulinzi ya Marekani Pentagon inaficha idadi halisi ya vifo vya kijeshi vya Marekani kutokana na mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani huko Jordan. Yani wanachokizungumza IRGC wanasema kuwa namba mnaopewa ya vifo sio halisi, manake kuwa Marekani anashusha namba. Sasa ukichukua na hii taarifa ya Reuters kuwa Irani inagonga kwa usahihi, katika hii taarifa ndani yake inatajwa kuwa hata mashambulizi yaliyofanyika kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani ile ya CIA iliyopo Jordan, ndio kambi inayotajwa kuwa walikufa wanajeshi 3.
kwa sababu unavyosema wanajeshi wawili na mmoja kapotea. Sasa kapotea vipi? Baadaye mnakuta mabaki, mnasemeni watatu tujue mmoja. Sasa mmoja kapotea na haonekani, na baadaye mmekuta mabaki, bado mnatuhadithia tu kuwa wawili walikufa na mmoja akapotea, baadaye mabaki yamepatikana. Semeni wanajeshi watatu wa Marekani walikufa kule Jordan na mmoja alikufa kule Iraq. Sasa katika hii taarifa ya Reuters ndani yake inataja kuwa moja ya sehemu iliyopigwa kwa usahihi kabisa ni hii ya Jordan ambayo iliua wanajeshi wa Marekani. Sasa hii ya Jordan iliyoua wanajeshi wa Marekani ndio huku Irani IRGC wanarudi kusema kuwa Marekani inaficha taarifa. Inaficha taarifa. Sasa kwenye kujikinga kwenye hili, Donald Trump yeye alizungumza jana na vyombo vya habari, nadhani alizungumza akasema hivi wakati wanapokea ile miili ya wanajeshi waliouawa, akasema hivi, kila Irani itapogusa meli, kila Irani itarusha droni, roketi, kombora kwa meli yoyote ya kimataifa inayopita kwenye maji ya Hormuz, basi Marekani itavunja daraja au itapiga vituo vya kuzalisha umeme. Yani tutalipiza kisasi kwenye hili. Aliyazungumza wakati wakiwapokea hili. Sasa hili la Urusi kusaidia mission ya Irani, niliwahi kuambia hivi, siku Irani wakisema hivi, official tunataka kutengeneza makombora ya nuclear, official tunataka kutengeneza, upinzani mkubwa wa makombora yao utakuwa Urusi na China. Upinzani halisi wa kuwa hutomiliki silaha ya nuclear utakuwa ni wa Urusi na Uchina. Hiyo ndio iko hivyo. Acha hivi sasa unamuona Marekani, itakuwa ni Urusi na China. Yani upinzani halisi ndio utakuwa hao, sio hao wengine upande wa pili, kwa sababu Urusi hawezi kukubali Irani amiliki nuclear. Ndio maana tumechoreana mstari kwenye uhusiano wetu. Irani anacheza mchezo ambao anaujua vizuri. Yani kuna ile kauli ya Kiswahili anasema vile, tupendane hata kinafiki. Ndio mchezo uliopo kati ya Iran na Urusi. Tupendane hata kinafiki. Lakini ni kweli Urusi anatoa usaidizi kwa Irani aweze kufanya mashambulizi hivi? Mbona Urusi mwenyewe kaja kuchukua droni za Irani za Shahidi kuzipeleka kule? Sasa ukisoma hiyo makala ya Reuters inasema kuwa zile droni za 136 za Shahidi ambazo alizichukua ambazo Irani huwa anazitumia na ambazo Urusi amekuwa akizitumia zimekwenda kuongezewa teknolojia na Urusi. Ndio maana zina uwezo wa kufanya mashambulizi kwa usahihi ndani ya maeneo ya wameshindwa kuyataja ni maeneo gani, lakini wanasema ni zaidi ya moja na chini ya theluthi. Wanasema chini ya dazani. Yani hawataji ni vituo vingapi vimeshambuliwa, lakini wanasema ni kadhaa ndani ya Mashariki ya Kati. Nani kafanya? Irani kafanya mashambulizi hayo kwa usahihi. Lakini sio sifa za Irani, ni sifa za nani? Za Urusi. Mmenielewa? Hatuwezi kukupa hiyo sifa wewe. Tukupe sifa ile iweje? Ufanye biashara, watu waje kwako waseme kuwa tuchukue drone sasa za Irani hivi sasa kwa sababu drone ni bora zaidi. Jamani, mimi hata nikizungumza mpaka saa ngapi siishiwi cha kuzungumza hapa. Inshallah tutakutana tena kwenye mazungumzo mengine. Nimeulizwa tena ili swala la kamera. Kamera hii nilishawajibu. Hii kamera ninayoitumia hapa ni ya Google Pixel 10 Pro Fold. Hata wewe unaweza ukainunua tu na ikakupa picha nzuri, mwanga mzuri, kila kitu kizuri. Just unaweza kufanya hivyo. Jamani, asanteni. Tutazungumza tena mara nyingine inshallah tutapokutana, kwa sababu ya kuzungumza ni mengi. Shukran sana. Kila la kheri.